بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi waumini, tukukaribisha kwenye kipindi chetu hiki tukikwambia abshir ayyuhal mu'min, kuwa na bishara njema, kuwa na habari njema, kuwa na furaha ewe muumini, kwani katika neema ulizozikusanya ni nyingi, lakini yatosha neema kubwa ya kuwa Muislamu, kwani Uislamu al-Islam dinun kamilun wa nidhamun shamilun lilhayat. Uislamu ni dini iliyokamilika na nidhamu iliyoenea katika maisha yako yote. Huwezi kuwa na maisha ila utakuta Uislamu uko ndani ya maisha yako hayo, kwa hali zako zote ulivyo, ukiwa kijana, ukiwa mzee, ukiwa maskini, ukiwa tajiri, ukiwa kiongozi, ukiwa raia, ila utajikuta kwamba Uislamu unatembea na wewe katika maisha yako, kwa sababu aliyeleta Uislamu ndiye aliyekuumba wewe, kama anavyosema inna ad-dina inda Allahi al-Islam, hakika dini inayotambulika mbele ya Allah ni Uislamu. Kwa hivyo akajalia dini hii inakwenda na umbile lako, sibghatallahi allati fatara an-nasa alaiha. Miongoni mwa neema ya Uislamu ni kwamba Uislamu umekufunza kutambua wema unaotendewa. Licha kuwa Allah tabarak wa taala aliyekuumba unastahiki kumwabudu, lakini pia akakufanya wewe ni mtu unayetambua fadhila kwa hata wale viumbe vyake wanaokufanyia wema. Allah tabarak wa taala akasema, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, hakika tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake kuwafanyia wema. Angalia daraja hii ya mzazi alopewa mwanadamu, ni daraja ya pili baada ya Allah kuamrisha kuabudiwa yeye. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ameamrisha Allah, amehukumu asiabudiwe yeyote isipokuwa yeye, na wazazi wawili wafanyiwe wema. Kwa nini wafanyiwe wema wazazi wawili? Kwa sababu ndio viumbe ambao wametoa maisha yao kwa ajili yako. Mzazi amekubali maisha yake yaharibike kwa ajili ya kutengeneza maisha yako. Amekubali kujitoa kwa ajili upatikane wewe, uingie katika dunia hii. Kwa maana hiyo anastahiki mzazi kufanyiwa kila wema kwa kukumbuka ule wema wake, na kwa kuwa mzazi ndiye amekuwa tayari kusimama kwa ajili ya ufanisi wa maisha yako, ikawa hakuna wema mwanadamu atakaweza kufanya ikawa amekamilika kulipa ule wema na fadhila alizofanyiwa na mzazi wake. Ndio Ibn Umar radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar alimwona mtu akitufu al-Kaaba na mamake mgongoni. Yule bwana akamwambia Abdullah ibn Umar, kama mwanachuoni wa Makka, akamuuliza kwamba waonaje, kwa kufanya hili itakuwa nimelipa wema wa mzazi? Akamwambia hiyo haiwi sababu ya kuwa umelipa ile nyonyo moja ya kunyonya katika kifua cha mamako kwa mara moja, haiwezi kulipika kwa huo wema unaoona unaufanya. Huyo ametoka na mamake Yemen mpaka amekuja Makka na akiwa amembeba, lakini aambiwa haiwi ni mara moja, kunyonya mara moja, yani kwa mamako haiwezi kutoshelezwa na hilo ulilolifanya kumfanyia mzazi wako. Kwa nini? Kwa sababu ni kujitolea pakubwa kwa mzazi kumfanyia mwanawe pale anapoamua maisha ya mtoto wake
kuwa ndiyo maisha yake, potelea mbali, aharibu maisha yake yote, lakini mtoto wake awe salama. Haya sisi walimwengu leo, maneno haya ya Allah tabaraka wa taala alipotuwekea mzazi awe ndiye wa kwanza kupata wema wetu, sisi twayapata haya kwa vitendo katika maisha yetu, kwani tunaishi na wazazi wetu na tunaona mambo mengi yanayopitia katika ulimwengu kuwapitia wazazi, namna wanavyojitolea kwa watoto wao. Katika niliyoyasoma kwenye hii mitandao, nimesoma kisa kimoja ambacho kinaonyesha athari ya kujitolea kwa mzazi kwa mwanawe. Kisa cha yule mama ambaye alijifungua na mtoto wake akawa ana jicho moja. Au tukianzia kwa kisa cha kijana mwenyewe akikielezea kisa hiki, asema mamangu alikuwa na jicho moja, na hili lilikuwa likinihuzunisha na kuchukia sana mimi kumuona. Baada ya kupata fahamu na muona mamangu ana jicho moja, yule mama akawa kila anapofanya kumridhisha mtoto, yule mtoto hata kumuona hataki, kwa sababu anamuona mamake ana aibu kuwa chongo ana jicho moja, yani jicho moja limetolewa. Yule mama akawa yuwafanya kazi kwenye ile shule anayesoma ule mtoto wake, lakini yule mtoto akawa hataki kabisa yule mama ajulikane kwamba ni mamake. Yuwapata taabu anapomwona yule mama anamkaribia na hujifanya kama hamjui. Asema lakini watoto wakawa jua hilo kwamba huyu ni mamangu, na wakawa wananiambia wale watoto, mamako ana jicho moja. Nikitamani nife ili niondoke ulimwenguni, kama naona ni aibu ile alionayo mamangu, lakini ikawa ni maisha, siwezi kuwa kando nayo. Baada ya kumaliza masomo yangu, asema nilihama ule mji anaoishi mamangu, nikenda mji mwingine, nikafanya kazi kule, nikaoa, nikawa na familia yangu. Kwa ufupi asema siku moja mpaka nikapata mtoto, mimi na mamangu hatujuani. Mama kwa shauku yake ya mwanawe akadasisi na kuchunguza. Huyu mtoto alikuwa katika moja katika nchi hizi za Mashariki ya Kati. Asema alihamia mji wa Singapore kule, na akaweza kuoa na akawa yafanya kazi kule, akapata mtoto. Mama kwa utafiti wake na hamu ya mtoto wake aliyomkimbia, siku moja alifika kule, na alipofika akaenda kwa lekezwa mpaka akafika kwa mwanawe, na alipoingia yule baba au yule mtoto alijificha, na mama akaweza kumwona mtoto wake, mjukuu wake, na hapo ndipo alipochukizwa zaidi. Huyu kijana alimwambia mamake kwamba mimi sitaki kukuona tena kuja kwangu. Akarudi na hawakuonana tena mpaka siku moja yule mama alifariki, na akaacha barua kwa majirani. Barua yenyewe ilikuwa ikisema, mwanangu, najua umetatizika sana kuwa na mama mwenye jicho moja, lakini jicho langu la pili ndio jicho lako. Ulipozaliwa ulikuwa mgonjwa uliostahiki kutolewa jicho, na sikutaka mwanangu utembee na jicho moja, ndio nikatoa jicho langu ili liweze kukusaidia wewe. Hebu fikiria ndugu yangu Muislamu, bidii ya mzazi anaoifanya kufanikisha maisha yako, na wewe unastahiki umlipe nini mzazi wako. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.